Ngenga za siasa chukua kama zilivyo, na wewe pia zitilie maoni yako kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Tutakuja kuyasoma hapa, lakini pia kwenye namba yetu 0683802966. Tukirudi tuna mastori mengi kweli kuhusu yanayoendelea. Masuala pia ya uchaguzi tutazungumza hapa, tuko na wageni tutazungumza nao pia. Kuendelea kubakia na sisi. Ngenga za siasa na Samson Charles ndo hizi hapa zinakuja. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Karibu sana katika sehemu ya pili ya Ngenga za siasa, ambapo tunaendelea tulipoishia jana, ambapo kinachojadiliwa hapa ni kwamba je, tunazugwa na matukio kwenye hoja za msingi? Yaani katikati ya hoja za msingi ambazo tunatakiwa tuzifanyie kazi, sijui nini, katiba nini. Je, hapa katikati kuna matukio ambayo yanatuzuga? Hicho ndicho ambacho anakipigia ngenga Wilson Kayoyo, ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kwa wanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam, na Elia Mrela, huyu ni kada wa CCM. Zinapigwa ngenga za siasa. Mimi ni Samson Charles, sehemu ya pili ikiendelea hii leo kutoka tulipoishia siku ya jana. Kwa hiyo kinachoonekana hapa Elia ni hizi hoja ambazo utashindwa kuzijibu. Hapana, hoja zote zinajibika. Amesema mimi niliwahi kuenda kuaminiwa na taasisi ya mtandao wa wanafunzi wa Chadema. Nilikuwa ni katibu wa mtandao wa wanafunzi wa Chadema mkoa wa Dar es Salaam. Amesema nikaenda kuongea vitu ambavyo havieleweki. Sipendagi kutoa vitu vya ndani. Na moja ya vitu nilipokuwa na hama chama nilisema sitovitoa vitu vya ndani. Sitavitoa vitu vya ndani, lakini leo hii amenifanya nivitoe vitu vya ndani. Cha kwanza, ripoti ya kuwasilisha kama ile mbele ya umma na media zikakuchukua ni kwamba unaenda kutoa vitu ambavyo nifanyaje, ni maelekezo ya chama au vitu ambavyo mmeliziana mvitoe. Press maana yake nini? Simeliziana mvitoe vitu fulani. Kwa nilienda kutoa vitu ambavyo tumeliziana. Na amesema kwa sababu ametaka nitoe vya ndani, tulikuwa makao makuu ya zamani. Nilifanya rehearsal akiwemo kijana huyu naye. Yeye mwenyewe alikuwemo. Akiwemo nilifanya rehearsal na alikuwa nyuma yangu. Nakumbuka siku naongea alikuwa nyuma yangu kama mlinzi, alikuwa amekaa nyuma. Akasema nikaenda kuongea vitu ambavyo havieleweki. Na Wilson kumbe ulikuwepo. Hamna ambapo ningetoka mbele ya kamera. Kamera ishaanza, nimesimama pale. Lakini siku walitaka nizungumze, nisingezungumza vile. Huyu nashangaa kwanza amesomaje, amefaulu vipi? Kwa nini? Haiwezi kaja swali, define first word huo, unaanza kuelezea reason for communalism. Huwezi. Kwa huyu kama ni shule alikuwa anaenda OP. Yaani pale anaenda OP 00.0. Mwaka propaganda. Yaani inakuaje no reforms unaelezea wakulima vijijini sijui wazazi ni maskini, alafu mnakuja mnasifia. No reform no election kwa sababu kura zinaibiwa, wagombea wanainguliwa, washindi wa Chadema hawatangazwi. Hizo ndizo zingekuwa hoja za msingi pale, angeelezea kwamba no reforms kwa sababu hizi hapa akazi analyze pale chini. Sasa yeye anaenda OP kabisa, opposite. Yaani alienda chaka kabisa huyu jamaa. Sasa CCM akamchukua. Nina maadili ya kiuongozi na nilisema sipendi kuongelea vitu vya ndani. Alichokisema amesema mimi labda sikuwa na akili au sijasoma. Mimi nilikuwa katibu wa vyuo vikuu na nilishinda kwa 90% na nilikuwa katibu mwenezi wa baraza la vijana Chadema wilaya ya Ukonga, nilishinda kwa 90% na fikiria kwa ushindi ule kichaa aliaminiwa kupewa yale mamlaka. Kwa naamini pia ndani ya Chadema kuna vichaa wengi sana, kwa sababu kama kichaa mimi niliaminiwa nikapewa nafasi ya kuwasilisha kitu mbele ya umma na nimeitwa kichaa. Maana yake kuna vichaa wengi sana ambao wameaminiwa na wana hold position. Ndio kufanya uhame. Kwa sababu amesema mimi ni kichaa, basi tufanye. Mimi nimekuja kujifunza sasa uongozi na nimekuja kujifunza sasa niwe mtu timamu. Leo hii naomba niaseme mema na nimekuwa mtu timamu sasa. Ule ukichaa wangu nimeuacha, nimshukuru Mungu kwa hilo. Kwa sababu amesema mimi. Kwa nini ulihama kwa kifupi? Cha kwanza nilikuwa naongoza taasisi. Kitu kimoja kilichofanya nilikuwa naongoza taasisi ambayo haina miongozo, haina katiba. Leo hii unaongoza taasisi ambayo haina katiba, afu unaenda kudai reforms, unaenda kusema katiba mpya. Kama mmeshindwa kuitengeneza katiba ndani ya chama ambao ni system ndogo tu, leo hii unaongelea katiba ya nchi nzima, uguse walemavu, uguse kina nani. Hayo madhaifu wameona wapi ikiwa hawajaona udhaifu ndani ya chama? Tuongelee kipindi cha uchaguzi wa ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kipindi kile Mheshimiwa Lissu alijaribu kuonyesha madhaifu mengi sana, ikiwemo kusema sijui viti maalum nini. Mambo mengi alionyesha ambayo alisema akiingia madarakani atayafanyia marekebisho. Yale ni madhaifu ambao alishindwa kuyafanya akiwa kama makamu mwenyekiti. Position kubwa kabisa. Leo akaenda ku release mbele ya umma.
yale ni mataifa. Leo hii chama hicho kinaenda kupotosha umma kwamba tunataka tufanye reforms. Maana yake ni nini? Eti katiba haiko sawa. Ikiwa katiba ndogo tu ya ndani ya chama imeshindikana. Kwa Samson. Nasikitika sana kwamba mtu anaweza kuwa na akili timamu, akili anazo, lakini anajitoa akili. Ndio hawa vijana wa chama cha Mapinduzi. Ndio hawa vijana. Huyu hizo reforms tunazozidai ni jambo linaloeleweka. Wizi wa kura upo. Kuinguliwa kwa wagombea kupo. Kutotangazwa kwa washindi Chadema kupo. Au ili mtu atangazwe lazima risasi zipigwe. Sasa hawa vijana wa CCM, wa hivi CCM wenyewe ni sawa na mtu mko kwenye harusi. Mimi nimelipa, nimechanga labda double. Kwa anakuja na kuomba coupon kwamba aende ale msosi. Ajue umechanga shingapi? Ajue ile msosi umenibia ngapi wala ni soda ngapi. Kwa hiyo huyu anataka, yeye anachotaka ni coupon kwamba akishakuwa CCM hata kuwa na zile nini idea au sera za kwenda kuwashawishi wananchi, badala yake akishapitishwa tu na wale wajumbe ameshashinda. Ndio maana wanaenda. Lakini ukisema waje na hoja za msingi za kutetea watu, muulize huyo chuo kikuu na matatizo mangapi vioni, muulize huyo. Wanafunzi wamekosa mikopo kimya, wamerudi nyumbani, wengine wako mtaani wanatafuta maisha, wengine wako Buguruni, wengine Mwenge hapa wanatafuta maisha. Lakini hilo swala nchi haijui. Viongozi wanajua, lakini kwa sababu wenyewe wako chini ya mwamvuli wa kusifia, hawezi wakazungumza hilo swala. Watu wamekosa mikopo. Yeye mkopo anao, muulize. Eti wewe una mkopo eti? Mimi nimenufaika mkopo chuo kikuu. Amesema wanafunzi wamekosa mikopo. Fuatilia idadi ya kupata mikopo kwa wanafunzi ilivyoongezeka. Wanafunzi wengi sana wamepatiwa mkopo. Mbona anasema yeye afu ni kiongozi? Mbona anasema kuna wanafunzi wamekosa mkopo? Mimi pia nilikuwa kiongozi wake. Yes, ni kiongozi wa chuo. Mimi nilikuwa kiongozi wa vyuo vyote. Kwa hiyo anaongea najua na nimefuatilia. Mimi sio kiongozi. Ni propaganda anachoongea. Ni propaganda za ajabu. Huyu unamshangaa huyu. Yaani tatizo vijana wa UVCCM wanapokuwa wanazungumza, anajua kabisa hapa wakubwa wa nchi wananiona, wataniteua. Basi lakini mimi ninachozungumza ili mtu ambaye swala lake au mgogoro wake haujawahi kufika sehemu yoyote iwe sehemu yake ya kupona. Sasa hivi ninapozungumza kuna watu wamekosa mikopo wengi. Tena kipindi hiki cha miaka 4 sio kwa nazungumza kwamba miaka 4 ya Mama Samia ameleta maendeleo kuliko mtu yeyote aliyeongoza nchi. Yeye alipoingia madarakani ndio kipindi watu wameanza kupata mkopo asilimia chache. Kwa hiyo vipindi vyote miaka yote ameingia 2021 watu waliopata asilimia nyingi ni 40. Sasa hivi ninapozungumza first year wengi, yani mwaka wa masomo 24 25 wanafunzi wengi wamekosa mikopo. Na mimi ndio nilikuwa kiongozi ambaye nilikuwa nina wasimamia wamekosa mikopo. Yani ule ni utapeli kwamba wewe una basi inaingia watu 60, unakatisha tiketi 80 ili watu wengine waweke wapi? Kwa hiyo unafungua dirisha la mkopo, ombeni mkopo. Wakishaomba mkopo anaipia 30 form, anakosa mkopo. Sasa unajiuliza, kwa nini kumwambia asiombe? Huyu si utapeli, na ile hela ni nani refundable? Hairudi. Watu wamekosa mkopo. Wengine wameondoka, wengine wako Mbeya. Tena kuna mmoja alikuwa anazungumza naye, sasa nikamtaja jina. Kasoma shule ya CCM Mbeya, kuna shule ya CCM, wanaijua watu wa CCM. Kasoma huko kaje chuo kakosa mkopo. Amesoma semester moja ameacha, ameondoka. Hivi nampigia simu, niliondoka mimi ni postpone. Kwa hiyo hawa wanapokuwa wanasifia, kuna watu wana maumivu na hawana platform ya kuzungumza. Hawa platform wanazo, media wakisema media leo njoo tumsifie mama. Media zinakuja. Wewe uje hapa useme wanafunzi wamekosa mikopo, unataka uchafue. Lakini wanafunzi wamekosa mikopo wako mtaani. Tena first year wengi sana. Kwa hiyo kuna utapeli kwenye hiki chama. Kwa bado kuna uwekezaji wa propaganda kuliko hoja. Anawekeza pia propaganda. Amesema mikopo imepunguzwa. Ndio. Kaka Sam, watoto wengi sana nyuma walikuwa wanakosa mikopo. Kwa sababu watu wachache walikuwa wanapewa mikopo mingi. Leo hii idadi ya watu waliopewa mikopo imeongezeka na bajeti imeongezeka. Utajuaje kuwa watu wengi wamepatiwa mkopo au ongezeko limetokea? Kwa sababu watu wengi wamepatiwa mkopo, bajeti imeongezeka. Kilichopungua ni pesa kwa wanafunzi, lakini watu wengi imefikia wananchi wengi, imefikia watu wengi. Hoja za msingi ambazo huwa chama chako kinazitoa, yeye azijue ni zipi kuliko kusema kuna vitu yeye anaona ni propaganda? Ni hayo tu kwa leo, ngenga zikipigwa hapa ngengani, Wilson Kayoyo na Elia Mrela wa CCM, mambo yakiwa ni hoti namna hiyo. Kesho tutaendelea katika sehemu ya 3 na ya mwisho. Endelea kufuatilia hizi ngenga za siasa. Mimi ni Samson Charles. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Samson Charles akizipiga na wanangenga hapo wakijadili. Nilikukumbusha vizuri tu kwamba hayo bana anakuwa ni maoni ya wanangenga wenyewe, kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi wowote. Wewe na wewe pia toa maoni yako ili tuweze kuyapiga hapa kama
ambavyo umesikia wenyewe wakiyapiga. Mimi naitwa Exaudi Mtee, Godfrey Mchungu yuko hapa. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa na sisi. Tukirudi itakuwa ni muda wa the interview. Tunaye Onesmo Ole Ngurumwa, tutakuja kuzungumza naye hapa, miongoni mwa watetezi wa haki za binadamu kutoka kule THRDC. Tutakuja kuzungumza naye hapa vizuri, anao mambo mengi kule kweli ya kujadili naye hapa kipindi ambacho pia tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo sio mbaya tukifahamu pia kwenye engo ya kwao kwa mambo yamekaaje, tutakuja kuzungumza naye hapa. Sasa wakati tunaelekea huko, ni sio mbaya nikikujuza hapa kuhusiana na jambo jema ambalo unastahili kulifahamu. Ndio ndugu yangu Mchungu Kabisa. Hapo mambo mengi ya kufahamu. Na leo ni Jumatatu leo. Wiki imeanza, kwa hiyo inabidi uwe unapata taarifa nyingi. Lakini mkakati. Inaanza hiyo kitu kingine wiki kama ikianza kama hivi. Ndio kwanza Jumatatu wanaiona kama mbaya. Sisi ndio tulikwambia ukeshe. Sisi ndio tulisema usilale weekend kweli. Sasa bana, kama una maumivu ya kichwa, kama unasumbuliwa na kichwa, Hedon ni kitulizo cha haraka chenye mchanganyiko wa paracetamol, aspirin na caffeine ambao utasaidia kutuliza maumivu kwa haraka sana. Lakini pia Hedon inakusaidia kutuliza maumivu ya jino, mgongo, misuli pamoja na homa, ambapo pia Hedon ni kitulizo kamili dhidi ya maumivu. Sasa inasambazwa na Abacus Pharma Africa Limited. Kwa hiyo tafute, ipo, na maumivu yakizidi pia fanya kumuona daktari. Kama kichwa kinakusumbua, jino, mgongo, misuli, homa, Hedon ndio kitulizo chako kwa kipindi hiki ambacho unasumbuliwa na hayo maumivu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Wacheki, tafuta dawa hii iweze kutuliza maumivu yako ya kichwa. Sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda wa the interview. Sisi bado tupo mpaka 3 kamili za asubuhi. Tutakuwa hapa na ndugu yetu Onesmo Ole Ngurumwa. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Kama una maswali, maoni, unatamani kumuuliza pia, unaweza ukatuandikia kupitia 0683 80 29 66 0683 80 29 66. Tutakuja kuzungumza hapa kirejea. Karibu sana. Usitoke.